Unaona, haya masuala ambayo yanasumbua katika maisha ya watu wengi. Mimi moyo wangu unatamani tu mjue kwamba hakuna ufanisi unaweza kufanyika bila jitihada na bila neema ya Mungu kuwa pamoja nawe na pamoja na ujue la kufanya, kwa sababu neema peke yake bila wewe kuengage katika kitu ya kufanya, neema inakusaidia wakati ambapo kuna masuala fulani umeigiana nayo, mambo ambayo Mungu ameweka katika mipango kwamba mwanadamu akifanya hili na lile ataweza kufaulu na ataweza kufanikiwa kifedha. Masuala ya fedha inafanya watu wanaiba, inafanya watu wanaondoka duniani kabla wakati, inafanya watu wanauana, na si jambo rahisi kutengeneza pesa, especially sana pesa za halali. Si jambo rahisi. Uone kwamba umepata pesa za halali na zinakusaidia kuinuka kimaisha na kutimiza wajibu, kukutana mahitaji yako yote, na uwe msaada pia kwa watu wengine na kuwajibika kwa wale watu ambao unafaa kuwajibika kwao. Si jambo rahisi. Either ufanikiwe na Mungu dunia hii ama uamue kwenda njia ile ingine, na kila njia iwe ya Mungu iwe ya dui ule wa shetani au kuvivyote vile utaita, kuna gharama za kulipia. Asa wengi mnaniuliza, baba nisaidie niweze kutoka katika hali hii, baba nisaidie hivi. Moyo wangu na huruma ninapoona watu wanapitia hali kama hiyo na mahangaiko ambayo watu wanapitia. Kwa kusema kweli, moyo wangu unahurumia, ila kwamba sasa hata nikiwapatia mwelekeo jambo la kufanya, mtu anakuwa anarudi nyuma. Hakuna vile utaweza kutoka kwa ufungo wa kutokuwa na pesa kama utatumia ile pesa kidogo uko nayo ili utoke ndani. Hakuna vile utaweza kutoka kama utaacha mambo ya kulala kama kawaida. Hakuna vile utatoka kama utaacha kutafuta uwezo wa Mungu na njia za Mungu na kujiweka lijamu. Usiwe mtu wa kula chochote na kunywa chochote na kuenda popote na kuwasiliana na watu wowote. Lazima ujiwekee vigingi fulani. Uwe mtu wa mpangilio kwamba kuna hapa unaweza fanya na ili usiweze fanya. Usiwe mtu ambao umejiachilia kwamba unafanya kila kitu. Huwezi fanikiwa. So lazima uwe tayari. Jitihada yako itakusaidia. Nidhamu yako itakusaidia. Usipokuwa na nidhamu, basi nakwambia ndugu yangu, itakuwa si jambo rahisi. Kuona kwamba dunia hii umepata hela ya halali inayokusaidia kuinuka, ulipie watoto shule, ugharimikie mambo yako ya nyumbani, usaidie wale ambao wanahitaji kusaidiwa, na uwe mtu ambao unaweza simama na kazi ya Mungu, na usonge mbele kwamba unaweza kununua kashamba ama ununue kanyumba, ujenge uendelee. Si jambo rahisi. Lazima itakubidi upige moyo konde, ufanye maamuzi kwamba wewe unataka kulipa gharama ya kugeuka na kuinuka viwango vingine. Pige moyo konde. It is not easy. So nakuta mtu namwambia njia ya kibiashara ukitaka kuanza kubwa hivi ni lazima uifanyie matambiko, sacrifice. Mtu anaona umeenda njia ya uganga. Mimi sitaki kubishana na watu hapa. Mimi ninakueleza ukweli wenye najua kwamba dunia hii kila mtu ambao unaona anaendelea vizuri ama kwa macho yako, kuna kitu. Watu wako kwa mjini huku, watu wako hapa mjini wamefunga vitu kwa viuno. Watu wako kwa mjini huku kuna vitu wameweka kwa nyumba zao. Unafurahia mabasi zao, unaingia, unafurahia vitu vyao vikubwa, unafikiria ni rahisi. Wewe uko hapo kiambiwa
fanya matambiko, fanya kuchinja mbuzi au ng'ombe au kondoo kwa ajili ya hili. Hii ni vitu imepitwa na wakati. Kaa vile ulivyo, mwabudu Mungu, uende mbinguni. Masuala ya duniani achana nayo, achia wenyewe. Na wewe kwanza utachekwa. Hata Mungu anakushangaa. Unapata maarifa ya kukusaidia, umepotelea kwa mambo ya dini. Unafikiria dini imeletwa kusaidia upate pesa. Hakuna mali dini inasaidia mtu kupata pesa. Mungu ubariki watu. Uwe mwenye dini, uwe mpagani, Mungu atakubariki. Mungu ubariki watu. Na baraka zake zinazohusiana na pesa, Mungu ameweka mikakati na kanuni za kufuatwa. Sasa kama mpagani anafuata, atafanikiwa. Kama muumini anafuatwa, atafanikiwa. Kuna watu, mimi nataka kukuuliza, wewe muumini, wakati unaanzisha biashara, lengo lako ni gani? Lugha ya biashara ni tofauti sana na lugha ya kwenda mbinguni. Havipatani. Lugha ya biashara ni tofauti na lugha ya kwenda mbinguni. Dini inakuwekea mikakati fulani ya kudumisha kwamba biashara hii huwezi fanya na biashara hii unafanya. Yesu akasema ulimwenguni mnayo dhiki. Katika ulimwengu huu ukitaka mambo masafi, matakatifu ya haki, hutayapata. Huwezi yapata. Maana hata yeye mwenyewe Yesu hakuyapata. Mpaka akasema nimekusudia kwamba kazi zote za duniani ni ovu. Sasa ninyi muweni na matumaini ndani yangu. Dunia hii ambayo imenisulubisha na ikaniondoa dunia hii, mimi mwenye kupeana maisha yake na kuiumba. Jipeni moyo, mimi nimeshinda, nyinyi mtashinda. Sasa ninayo neema ya Kristo inayotukalisha katika dunia hii. Ni neema ya Mungu anayotupa, lakini tusiwa pumbavu, wajinga. Hautakula neema. Hautalipa nyumba neema, unalipa pesa. Na pesa haziko mbinguni. Pesa ziko duniani. Na pesa si za Mungu, pesa ni za wanadamu. Sasa wanadamu ndio Mungu ameweka mikakati ya kuzipata. Kwa hivyo unapopewa mwelekeo, wao ambao unaniambia, mwalimu nifundishe namna ya kutoka kwa hili, mwalimu nina shida hii, nataka nifanye hivi, mwalimu nina tatizo hili, nataka nikuambie, nataka ujiandae na ufuate chaneli yangu na mafundisho ninayopeana, na maswali utauliza nitakujibu, na nikikupatia kitu ya gharama unalipia. Utaona Mungu akikutoa sehemu fulani kusonga sehemu nyingine. Lakini ukiingia mambo ya kutoa pesa, wewe unasema uwezi. Ukiingia kufanya hili unaona kama ni ngumu, ni watapeli hawa. Nenda kwa wale ambao si watapeli. Sisi ambao ni watapeli tuache namna hiyo. Wacha Mungu atusaidie. Dunia iko na mambo na si rahisi. Tuombe Mungu atupe neema zaidi, na mafundisho haya naomba yaweze kuwasaidia wale ambao umejaliwa kuyapokea. Maisha yenu itageuzwa. Tukutane na wewe katika video itakayokuja. Itakuwa ni video ina mafundisho itakao kuelekeza mahali. Mungu wa uzima akubariki.